Atalia, hataki kukaa, anataka kuchomoka pale, maanake hawezi kukaa katika tope, kwamba anaweza akajikuta amedumbukia kwa bahati mbaya, sio mtindo wa maisha yake. Tuko sawa? Ni kama mtoto anavyotembea, anajifunza kutembea, anajikwaa, anaanguka, lakini hii haitegemewi kwamba aanguke milele. Kwa sababu hata mimi na wewe nikikuuliza leo, lini unakumbuka ulijikwaa ukaanguka, yani katika mwili? Huwezi kukumbuka. Inaweza sababu miaka 20 au mingapi iliyopita huko ndio ulijikwaa ukaanguka. Ukumbuki. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Kwamba ukiwa mtoto mchanga unaweza ukakosea, lakini sio mtindo wa maisha yako, sio kusudio lako, lakini haitegemei ukosee milele. Kwa sababu Waefeso 4:11 na maandiko mengi yanatueleza hilo. Waefeso 4:11 mpaka 15 inatupa msingi wa maisha ambayo tunapaswa kuishi. Inasemaje? Waefeso 4:11 inasema hivi. Ni andiko muhimu sana katikati ya miongoni mwa watu waliookoka. Waefeso 4:11 inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Umakini huko mstari wa 12 mpaka 13 unasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kuna mambo mawili, kuna watakatifu alafu kuna kukamilisha. Unapotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha, kwa sababu unasamehewa dhambi, maana yake unakuwa ni neno mtakatifu, maana yake uliyetengwa. Kama tumetengwa na dhambi, maana yake sisi ni watakatifu. Lakini pamoja na kwamba ulipotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha umekuwa mtakatifu, lakini sio mkamilifu. The point is there, kwamba kama alivyo mtoto amezaliwa ni kiumbe kamili kabisa, lakini hajakamilika. Hawezi kula mwenyewe, hawezi kutembea mwenyewe, anajisaidia mwenyewe, lakini ni kiumbe kamili. Kwa maana yake ni nini? Kuna mambo ya kufanywa kwa mtoto huyu, ifike hatua akae mwenyewe, asimame mwenyewe, atembee mwenyewe, ifike hatua aende awe mtu mzima, aweze kufanya mambo mwenyewe. Mstari hii inaendelea, inasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata na mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya huduma itendeke maana yake nini? Tukiwa na watoto nyumbani, hatua ya kwanza sisi tunawafanyia kila kitu. Tutawaoshea vyombo, tutawafanyia hiki na kile, tutafanya mambo mengi kadha wa kadha. Lakini haitegemei tuoshee vyombo milele. Ifike hatua sasa wataanza tukitaka kuosha vyombo tutaambia njoo nisaidie kusuuza. Itafika hatua utaambia hebu osha, maana amekuwa kiwango fulani. Itafika hatua hata kumwambia umwambie. Akiamka anajua afanye nini. Vivyo hivyo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ameingia kanisani, kuna huduma anatakiwa kufanya, lakini wakati anaanza kuingia kanisani huwa hafanyaji chochote. Akifika yeye anakaa tu anaangalia.